Young Africans anaendelea pale alipoishia, kwa maana kuhakikisha anaitengeneza timu ya Young Africans vile ambavyo yeye anataka, hasa kwa kuhitaji wachezaji ambao anawafahamu ama amewahi kufanya nao kazi. Sasa karata imetupwa kule Eswatini, moja ya versatile player, kwa maana mchezaji ambaye ana uwezo wa kumudu maeneo yote ya mbele, winga kulia, winga kushoto, pamoja na eneo la namba 9. Jina lake anaitwa Justin Jopo Filguedo. Hii ni winga kwa sasa, na umri wa miaka 27. Amezaliwa tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 1998. Raia wa Eswatini, attacking center forward, kwa maana anapiga kule kote mbele, anaua. Lakini timu ambayo anacheza kwa hivi sasa ni Chippa United ya kule South Africa. Katika mechi 111 ambazo amecheza, amefunga magoli 11 na kutoa assist 8. Kwenye timu ya taifa ya Eswatini amecheza mechi 22 na kufunga magoli 4. Lakini miongoni mwa timu ambazo amewahi kupita ni pamoja na Manzini Sundowns FC ya huko kwao Eswatini, lakini baadaye akaenda Maritzburg United ya hapo Afrika ya Kusini, na msimu uliofuata akaenda Bombele United ya South Africa. Msimu uliofuata tena, kwa maana katikati ya msimu, akarudi Maritzburg United, kwa maana alienda tu nusu msimu alafu akarudi alipotoka. Lakini misimu miwili mbele akaenda katika klabu ya TS Galaxy FC ya huko Afrika ya Kusini. Na msimu uliofuata, kwa maana alicheza msimu mmoja, akaenda katika klabu ya All Stars ya huko Afrika ya Kusini, kabla ya kujiunga na Richard Bay, na mwaka jana akajiunga na klabu ya Chippa United. Kwa hiyo hii ndo CV yake. Ni mchezaji ambaye anamudu maeneo yote matatu, umri wa miaka 27, amepita timu nyingi sana za South Africa. CV yake imeshiba kweli kweli. Kocha anamuhitaji. Kwanza huo umri, kwanza ndio umri wa mpira huo. Okay. Miaka 27. Huo ndio umri wa mpira. Ndio. Binadamu Mungu alivyomuumba, ukifika miaka kuanzia 27 28. Yes. Kama ukizembea mazoezi hapa, lazima unenepe. Hapa ndio wachezaji wengi wanaposhindwa mpira hapa. Okay. Kwa hiyo kama kaweza kujimanage, ana miaka 27, bado yupo katika, anakwenda kwenye timu kubwa, sababu unaona kila mwaka alikuwa anapanda, anakwenda kwenye timu kubwa. Sasa hivi kwenye timu kubwa tofauti na timu alizotoka. Yes. Kwa hiyo ni mtu hatari. Okay. Mpaka kocha wa Yanga akamuona wewe mtu hatari, nakwambia mimi. Tusikilize watali wake kwa Chief Scout. Unamwonaje Chief Scout? Chief Scout nilikuwa namuamini, lakini sasa naanza kupoteza uaminifu wake. Nitaka nikampigie debe kweli aende Yanga hapa akatusaidie, lakini naona tayari anaanza kutaka kutupotea sasa. Kocha aliyokuja dunia nzima inaunguruma. Chief Scout, naam, tujuze huyu mchezaji ambaye taarifa tulizopo ni kwamba kocha Young Africans amepeleka majina 4 ya mawinga 4. Kwenye 4 anataka 2. Na leo hii sisi tutawapiga hao wote, lakini tuanze na huyu, kwa maana kabla Young Africans hawajachekecha kwenye 4 watoke na 2, tuchekeche kwa wewe. Huyu mchezaji ni mchezaji wa aina gani? Umri wake, CV yake imekaa vipi? Of course CV yake ni mchezaji ambaye mimi nitamchambua zaidi tactically, the way anavyocheza, kwa sababu CV yake, timu alizocheza of course ni timu za kawaida mno. Kwa South Africa hajacheza Orlando Pirates, hajacheza Kaizer Chiefs, hajacheza Mamelodi, hajacheza huko. Kwa amecheza tu timu hizo ambazo anajua yeye mwenyewe na wakala wake. Kwa hiyo na nikimwangalia of course nimemfaidi sana akiwa na timu ya taifa ya Eswatini. Ni national team player material, na anaaminiwa ndo kama reading mshambuliaji kwenye timu yao ya taifa. Of course anaweza kucheza kulia na kushoto, kutokea kati. Ni uhatari wake ni mmoja tu. Kutokea kati of course ana udhaifu, sio mchezaji huyo. Yaani kwamba anaweza katulia eneo la katikati akachezea, no. Kazi yake anapenda kukimbizana na ni mzuri kwenye mipira ambayo inadondoka nyuma ya migongo ya walinzi. Of course ukimwachia space, yani kama mnacheza kwenye labda high block, unaelewa? Mnacheza kwenye high block, mid block, mtapoacha nafasi. Kama kuna wachezaji ambao wanaweza kupiga zile pinpoint pass ambazo zinaweza zikadondoka nyuma migongo ya mabeki, huna wasiwasi na bwana mdogo akiwepo pale mbele. Kwa maana anaweza kwanza speed anayo. Kitu ambacho amebarikiwa ni speed. Yaani kwa sasa hivi ukiangalia Yanga mchezaji gani ana speed,
spidi amebarikiwa. Kwa hivyo yaani ukimwacha Kisinda huyu jamaa anafuata, ana spidi kali sana kwa eneo la mbele, anakimbia mno, na hata timu ya taifa ya Eswatini ndo mchezaji wao ambao anamtegemea kule mbele. Okay. Kwa hiyo kwa CV ana CV Loshiba. Yaani ana CV Loshiba kabisa, kama kwenye Champions League amefanya makubwa. Kwanza Champions League yenyewe hata kushiriki. Umeelewa? Yes. Kwa ni mchezaji ambaye yuko moderate sana, na ndo narejelea pale pale kwa kocha. Kama ndo pendekezo la kocha. Yeah. Yaani sijajua Yanga atacheza mpira gani msimu ujao. Yaani watacheza mpira ambao for me hautanivutia binafsi, kwa sababu kocha tu unaona, yani sajili zake kama ndo hivyo, unaona tu ni kocha wa namna gani. Yani ni yule kocha ambaye mawazo yake yapo kwenye South Africa tu, kwa yani ni kocha wa timu ndogo. Ukicheza ligi ya South Africa kwenye timu kama Chippa United, ukija katika level ya kwetu inakuwa ni kitu kikubwa na Liga Mfaume. Of course. Level ya Champions League. Kwa sababu level ya kwetu, of course, mimi sina doubt na Young Africans. Yaani Young Africans wakiondoka na wachezaji wote ambao wako nao sasa hivi, msimu ujao wana compete tu vizuri. Sasa unavyozungumzia level ya Champions League, umeelewa? Na sio tu level ya Champions League. Simba msimu huu umeona namna gani ambavyo walivyokuwa. Mpaka game ya mwisho wanaenda battle to battle, Young Africans wanachukua kombe kwa mbinde. Umeelewa? Yaani Young Africans wamechukua kombe kwa mbinde. Sasa lazima uangalie kwamba of course Simba yupo hivi. Mimi inabidi niji sasa na wachezaji ambao watawaacha zaidi, kwa sababu Simba kiendelea hivi msimu ujao anaweza kabeba, atajitutumua tu. Kwa mfano ukiangalia mechi mbili za msimu, Young Africans katoka sare na Simba, umeelewa? Yes. Kwa mechi zote mbili. In case Yanga angepoteza mchezo mmoja, nini kilitokea? Simba angekuwa bingwa. Yanga inabidi wawe makini kwenye kusajili, umeelewa? Ili mradi wazidi kutengeneza gap na Simba. Simba ameshawakaribia Yanga kwa sasa hivi. Yaani mpaka ilivyo hivi, Simba amewakaribia Young Africans, amewakaribia kabisa. Kwa hiyo kwenye ligi msimu ujao competition itakuwa kubwa, na kama Young Africans wakifanya hivi kama wanavyofanya, ndio sajili kama tetesi ndio hivi, for me nina mashaka nao. Umeelewa? Ni kwa sababu labda wameamua kumwachia kocha, it's very dangerous. Kocha ligi yetu haijui. Na tukimwambia threat ya ligi yetu iko wapi, hajui pa kuanzia. Kwa Yanga inabidi wakae waweze kumpa dila mwalimu wao kwamba bwana, unakuja kwenye timu, mapendekezo yako isake timu yetu ina moja, ligi yetu ina 1 2 3 4 5 6 7. Kwa sababu nimemuona ni kocha ambaye ana kariba ya kule alikotoka. Yaani ni kocha ambaye hana kariba ya Mamelodi, ana kariba ya Orlando Pirates, ana kariba ya Kaizer Chiefs. Angekuwa na hizo kariba, umeelewa? Mimi ningeamini kwamba kuna wachezaji angewa point for me, ningeamini yes, huyu ana kweli ana kariba ya kufundisha timu kubwa. Lakini kwa mapendekezo ambayo anayoyaleta hivi, unaona kwamba huyu kocha ana ile kariba ya timu ndogo ndogo, ana kariba ya Chippa, yani waende tu wakashindane. Unaelewa? Yani timu ndogo hazinaga malengo yao hasa ni yale, twende tukashindane, tubakie kwenye ligi, twende tukashindane, tupate nafasi nzuri, tupate labda pesa, tucheze kimataifa, ndo malengo yao. Sasa ndo kocha ambaye yale malengo anakuja kuyahamishia huko. Nadhani hajajua kwamba anakuja kufundisha timu ya namna gani. Kilichotokea kwa Falls, ndo naona kitotokea kwa huyo kocha. Kwa sababu Young Africans sasa hivi kina Mzee Kadege wanaongea tu kocha mzuri, lakini mpira ukianza wao watademand timu icheze vizuri. Falls hajafungwa timu mechi yote kwenye ligi hapa. Umeelewa? Mpira wake tu watu walikuwa uelewi, wakaamua kumfukuza. Kwa hiyo kocha yenyewe mimi na wasiwasi na yeye. Kwa uwezo wangu wa chief scouting, technical director, kuwasoma makocha, kusoma akili zao, kujua philosophy zao na ligi yetu, kwa sababu na uzoefu na ligi yetu, najua nini ambacho ligi yetu Simba na Yanga wanahitaji. Umeelewa? So for me naamini huyu kocha akiendelea hivi Januari atoboa. Chauya Kadege. Umemsikia Nalinga Mfaume? Yaani umemsikia mchambuzi? Umemsikia mchambuzi? Ndio. Lakini kwa sababu tupo na ligi inaanza wiki, nafikiri kama wiki mbili zijazo hapa ligi sitaanza. Ataona ndo atamjua yule kocha. Ataona mavitu yule kocha. Injinia haja yukosea bwana. Kwa sababu Yanga walikuja kuomba makocha sio chini ya 1000. Wengine wanapiga simu, wengine wakaamua kuandika na mabarua kabisa kuitaka Yanga. Mpaka barani Ulaya makocha wameomba pale kazi. Ndio. Baada kugundua pale kwamba hakuna kocha, kuna kocha msaidizi. Kila mtu alikuwa anataka aje pale kufundisha kazi. Kadege nikuulize swali moja. Wachezaji ambao amewataja kocha ambao taarifa zinavuja kama hizi ambavyo sisi tunazipata, wanaonekana ni wachezaji ambao ni wa kawaida, kwa maana hawajafanya makubwa katika
CAF Champions League. Ni kwamba mwalimu ndo anawapenda ama pesa na bajeti yetu ndio inawataka wachezaji hao? Hakuna. Mwalimu ndo anapendekeza, yeye ndo anajua. Kwa sababu Yanga sasa hivi mbona anapendekeza wachezaji ambao wewe huwezi kujua, wewe sio mtaalamu wa hiyo kazi. Na ndio maana mara nyingi tunaharibugi. Tunasajili kikosi. Ndio. Mwalimu anakuja, anakuta kikosi tayari. Ndio. Kwa hiyo hata ikitokea kutokea mnashindwa kumlaumu. Okay. Kwa sababu kwanza kikosi kakikuta. Sawa sawa. Lakini mwalimu kama huyu ambaye kaja, tumemkabidhi atuambie tulete nani na nani. Yes. Ndio anatupa sasa. Kamchukue huyu, kamchukue huyu, kamchukue huyu. Kwa hiyo mimi na uhakika. Na na uaminifu kwamba kocha atatufanyia mambo makubwa sana ambayo mtaamini. Mimi nakwambieni. Okay. Huyu kashajua. Na kashaambiwa lengo la Yanga ni nini. Silia mabingwa? Ndio. Kasema hamna shida. Ila timizeni hili, timizeni hili, timizeni hili. Alafu mniachie mimi. Kwa hiyo tunamwamini na mimi na uhakika. Yanga itakuwa sio hilo unaijua wewe. Mimi nakwambia. Yaani tutawasawa wote. Kwa sababu Yanga mpaka inafikia kuacha wachezaji ambao leo mchezaji unaomwacha anacho wa Yanga leo ukimpeleka Simba au sijui Singida au sijui Azam anakwenda kuwa star. Lakini Yanga wanamwacha. Alafu wamlete tena mtu wa ajabu ajabu. Wewe kwani unaweza kuingia akilini hiyo? Haiwezi kuingia akilini. Haiwezekani. Shika hapo Kadege. Haiwezekani.